Wito wangu kwa wahusika ambao watakuwa wanaenda kupewa hivi vifaa wakatumie kwa njia ambayo inastahili. Mtu anaweza kufikiria akakiuze, itakuwa ile mission yao na vision ya SOS itakuwa haijafikia. Ni bora akitunze kwa sababu kitaenda kumsaidia. Ninawashukuru sana. Leo tarehe 6 mwezi wa 7 tumepokea vifaa vya ushoni kwa ajili ya kutumika katika chuo chetu cha ujasiriamali kilichopo Dole, ambacho hivi karibuni tutakizindua kwa ajili ya kupokea wanafunzi na hasa vijana ambao wanaishi katika wilaya ya Magharibi. Madhumuni makubwa ya chuo hiki ni kwamba tunataka kuwapa elimu ya ujasiriamali pamoja na ushoni wanafunzi hawa ambao watajiunga na chuo. Lakini sambamba na hilo, tunawashukuru wenzetu SOS ambao tulifanya nao mazungumzo kwa muda mrefu kwa ajili ya kutupatia msaada wa vifaa hivi kama ambavyo vinaonekana vyenye thamani ya takriban milioni 20 ambavyo tunaamini vitatumika kama ipasavyo. Lakini pia tunaiahidi taasisi ya SOS kwamba vifaa hivi vitatumika kama malengo ambavyo yamekusudiwa. Siku ya leo tumekabidhi vifaa kwa watu wa wilaya Magharibi na Magharibi B, lakini kwa upande wa Magharibi B tumewakabidhi mabango tu, mabango ambayo yanaenda kubandikwa katika ofisi za sheha. Zinatoa mwelekeo wa ofisi ya sheha ilipo, lakini hasa zimebeba ujumbe unaohusu kupinga vitendo vya udhalilishaji na ukatili kwa watoto. Na kwa wilaya Magharibi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mabango lengo lake ni kutoa elimu ya kuondoa ukatili na udhalilishaji kwa watoto kwa jamii. Badala ya kuelimisha kupitia redio, kupitia peperushi, tumeamua kuelimisha kupitia mabango. Na tumetoa vifaa vya ushonaji kwa manispaa Magharibi ambao vitasaidia kwenye kuwezesha vijana katika fani nzima ujasiriamali wa ushonaji, na kwa upande wa wazazi na walezi wao pia watajienda kujiwekeza katika fani ya ushonaji. Tumetoa na mafriza kwa walezi, lengo pia ni kuwasaidia hao walezi wajikuze katika shughuli zao za kiuchumi. Mradi wetu lengo lake kubwa ni kuona familia zinaweza kujitegemea kiuchumi na kuweza kukidhi mahitaji ya msingi ya watoto wao. Ndio kwa maana sisi tunaegemea zaidi katika kuwawezesha wazazi kiuchumi pamoja na vijana, ili kuondosha umaskini na wao kuweza kumudu kuhudumikia watoto wao bila kutegemea msaada wa sehemu nyingine yoyote. Sasa familia kama itakuwa haina uwezo mzuri wa kiuchumi, inazalisha unyanyasaji na udhalilishaji kwa watoto, inazalisha watoto kukimbia skuli, inazalisha watoto kuingia katika ajira za watoto. Kwa ili kuyakwepa hayo, tunawasaidia wazazi kiuchumi ili wazazi familia ziwe stable financially, ziwe stable familia na ziweze kumudu kulea watoto wao, na sio kuona bora mtoto akafanya kazi majumbani au akafanya kazi mitaani badala ya kubakia kwenda kusoma.